zamani. Mwanzo 8:18 hadi 21. Tunataka kuangalia watu walioanza halafu wakaendelea kisiku. Inasema basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambacho na kila ndege, kila kilichokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi akatoa sadaka za kuteketezwa madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa wanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Huu ni mwanzo wa Nuhu pale alipotoka kwenye safina. Amepewa ulimwengu mpya kabisa, ulimwengu wa hapo awali uliojaa watu na wanyama wote, kila kitu. Lakini kwa sababu ya maasi, tunajua vizuri, Mungu akaharibu kila kitu na akawanusuru, akawapatia Nuhu na jamii yake wakapata neema. Ipo kwa neema, wakawa ndani ya safina. Na sasa baada ya kusafishwa kwa nchi, Nuhu amepewa ulimwengu mpya kabisa, unakuwa ni mwanzo mpya. Kwa hiyo anatoka katika safina na anachukua hatua ipasayo kabisa, mwanzo mzuri. Lakini tusome kwenye mlango wa 9 mstari wa 7 alafu na wa 20 na wa 25. Genesis 9 inasema hivi, verse 7, nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi mkaongezeke ndani yake. Verse 20, Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuja nje. Shemu na Yafethi wakatoa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume, wakaufunika uchi wa baba yao na uso zao zikielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Verse 25, na alaaniwe, akasema Nuhu huyu, na alaaniwe Kanani, atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Kabla tujaendelea, tuangalie Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Kitabu cha Mhubiri 7:8. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Nataka ushike sehemu ya kwanza, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Na ndio maana ujumbe wetu unaongea juu ya kumalizia vizuri. Mwanzoni tumetoa mfano wa Nuhu aliyetoka katika safina akiwa na roho ya ibada vizuri, na akajenga madhabahu ili kumtukuza Bwana. Mungu akambariki, akamwambia zaeni muongezeke. Mungu akampatia neema ya kujiburudisha na kukaa vizuri katika maisha. Ila tatizo lililokuwepo ni kwamba katika mashamba yale aliyobarikiwa na vitu vingi alivyobarikiwa navyo, alipoendelea katika safari yake ya maisha, tunaambiwa alikuwa mkulima. Alipokuwa mkulima, akalima zabibu, zikakubali. Zilipokubali zabibu, akatengeneza mvinyo, akanywa, akalewa, akakosa utaratibu, mambo yakamharibikia, na hata ikafikia kiwango cha kutoa laana kwa mtoto wake. Yaani mambo yalikuwa mazuri akitoka, yalikuwa mazuri kabisa. Tunaambiwa akatengeneza madhabahu, akatoa dhabihu, akamridhisha Mungu. Lakini hapo anaendelea, anafanya vitu vingine ambavyo havikupendeza
kupendeza, kulewa mpaka kuwa uchi na kupelekea yeye kuleta vitu ambavyo mbele za Mungu hazikuwa sawa. Huu ulikuwa ni mwanzo mzuri wa mtu wa Mungu anayeabudu. Ilimpasa yeye kuendelea hivyo kwa kumtukuza Mungu. Mungu amemsifia, akamwambia, wewe Nuhu, umepata neema machoni pangu. Kwa hiyo hakikutarajiwa kitu cha aina hiyo katika maisha ya Nuhu kuleta matatizo hapo mbele. Alikuwa ni mtu ambaye anastahili kujichunga. Akikumbuka ya kwamba wenzie wote duniani wameharibiwa na kuondolewa duniani. Hili amepata neema na sasa inastahili kuchunga kwa sababu Mungu amemkubalisha. Kutoka nje mnapoangalia hakuna mtu hata mmoja, ni wewe tu umebaki. Inakuuliza swali, hivi wewe, ingekuwa ni wewe umepewa hiyo fursa, Mungu anakutegemea wewe, anakuambia sasa, sikia, nimeondoa kila mtu, nimeharibu kila mtu kwa sababu sitaki uovu, ni wewe umebaki. Wanadamu watakao kuja baada ya hapa wanatokana na wewe. Nuhu, utanizalia watu aina gani? Utanitengenezea ulimwengu aina gani? Mwanzo mpya mzuri, lakini uliharibika katika mienendo yale. Tuangalie mtu mmoja katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza chapter 3. Mtu mwingine ambaye alianza vizuri. Tusaidie pale Wafalme wa Kwanza 3 verse 1 to 5. Tuone Sulemani alipoongea pale. Huyo Sulemani akafanya utu. Tumefika hapo. First Kings chapter 3 verse 3 to 5. Asante. Sulemani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, na kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketeza juu ya madhabahu ile. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Tufike hapo. Huyu ni Sulemani. Ukifikia mahali Mungu anakuzungumzia, Mungu anafanya conversation na wewe hivi, wewe mtu umefika mbali sana. Mtu wa Mungu mzuri, anajua ibada, anajua kuabudu, mpaka amefikia mahali Mungu anamtokea, anazungumza naye, na pale ndipo alipoulizwa aseme anataka nini. Unajua of course alichokisema, anahitaji hekima ya kuamua wana wa Israeli walio wengi, na Mungu akampa neema hiyo, akampa hekima hiyo, akampa na baraka za utajiri na utukufu na vitu vingi. Akawa mtu mkuu, mwanzo mzuri, amekuwa magotini mbele za Bwana. Mungu amezungumza naye, akawa tajiri sana, akawa na mali nyingi, akaendelea. Huu ni mwanzo wake. Tuangalie First Kings hiyo chapter 11 verse 1 to 6, anavyomalizia Sulemani. Tunaongea juu ya kumalizia vyema. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi, pamoja na binti zake Farao, wanawake wa Moabi na wa Amoni na wa Edomi na wa Sidoni na wa Hiti na wa mataifa. Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Pale mwanzo Sulemani anapata sifa nzuri. Tunaambia kwamba alikuwa anafuata hatua za babaye Daudi alipopenda ibada, na akawa na mwanzo mzuri wa safari yake ya ufalme.
anajua kumwita Mungu, anajua kumhusisha Mungu. Hata anapoulizwa na Mungu tukupe nini, anajua kutoa jibu la sawa sawa, maana alikuwa anaenenda vizuri. Alipoachiwa baraka zikawa pamoja naye, hakumalizia vizuri. Unaweza kuanza vizuri lakini mwisho wako ukawa na matatizo. Ecclesiastes imetuambia kwamba heri mwisho wa jambo au mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Tuangalie mtu mwingine katika maandiko hayo, katika Judges chapter 13, kitabu cha Waamuzi 13 mstari wa 5 ama wa 3 hadi wa 5, alafu nitasoma na wa 24. Tuone mtu mwingine ambaye naye alipata neema ya kupewa mwanzo mzuri. Waamuzi 13 verse 3 to 5. Tuko pale. Ndio ile. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke, akamwambia, tazama, wewe utasa, huzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume, na wewe usipite juu ya kichwa chake. Kwa nini? Maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mamaye, na ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Huyu bila shaka unamwelewa ni Samsoni. Mwanzo wake ulikuwa namna hiyo, mwanzo uliotengenezwa kabla ya kuanza kwenyewe. Toka tumboni Samson ametengenezwa, akatoka duniani akiwa mtu wa aina hii. Nimekupa mwanzo mzuri, nimekutengeneza kabisa, nimekuchagua kabisa, nimekutia mafuta, nimekujalia neema ya kipekee. Akatoka Samsoni kwenye dunia akielewa vizuri ya kwamba hapa nilipo mimi sio mtu wa kawaida, ni mtu aliyepewa neema ya kipekee, sifanani na wale watu wengine. Kwa hiyo akawa na mwanzo wake mzuri wa duniani ambao ulimpasa kuendesha kulingana na tahadhari hiyo. Ukishajua wewe ni mtu wa aina gani, unaishi kulingana na tangazo lililopewa. Ila tunamuona katika mlango wa 16:15, Judges 16:15 to 19, tunaona baada ya maisha yake, tunaona alivyoendelea na mambo endelea kuwaje. Tunajua habari hiyo 16:15 to 19. Tunaelewa ya kwamba ni pale ambapo ameanza kuingiana na wanawake. Inasema mwanamke akamwambia, wawezaje kusema nakupenda na moyo wako hauko pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala kuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Conversation ya mambo ya nguvu na Samsoni yalikuwa ni kati ya Mungu na wazazi wake na yeye kufahamu. Na hii ilikuwa ni siri yake ya kumsaidia yeye kutenda mapenzi ya Mungu. Ila hapa katika safari yake ameanza kuwajumuisha watu wengine watakaomharibia, watakaomchafua. Kuna watu utahusisha ambao hawaijui lugha yako, watakupa ushauri usiokufaa. Tunaona Sulemani, yeye alipewa hekima kutoka juu, akateuliwa kuwa mtu wa kipekee, lakini alipoendelea na mali zile, pamoja na tahadhari zote ya kwamba usichanganyikane na mataifa, mtoto wako asiolewe na mtaifa, wala wa kiume asiwe, hawa ni taifa takatifu. Alielewa hilo, lakini kwa ajili ya mali nyingi alizobarikiwa nazo hakuweza kulinda hilo, likamwingiza katika matatizo. Na maandiko yanasema ya kwamba usimwoze mwanao kwa mtu hajaokoka, kwa sababu ataugeuza moyo wake. Ndivyo ilivyofanyika kwa Sulemani. Tumesoma pale tuliposoma ya kwamba alipo entertain wanawake wasiomwabudu Mungu, waligeuza moyo wake. Mtu mmoja akasema ya kwamba ikiwa kuna mtu katika shimo na wewe uko juu, mshikane mkono uanze kuvutana. Chances za yule kuvuta kwa mwenzake ni
chini, kwa sababu na science of course wanatusaidia na kutuambia kuna force of gravity. Kwa hiyo aliye chini kukuvuta uondoke ni rahisi mno kuliko wewe kung'ang'ana kumuinua juu. Kwa hiyo principle hiyo inakuwa ina apply kwa hivyo ya kwamba usijifanye unakifua sana ukajijumuisha na mataifa ukisema nitamgeuza, utakengeusha wewe na kitu ambacho maandiko yamekiongea wewe ni nani uweze kukigeuza. Kwa hiyo ikamtendekea hivyo Samsoni, naye pasipo kukumbuka ni mwanzo gani na ni mission gani alionayo, akajiachilia tu hivyo, akaanza kuunganika na watu wasio lugha ya kwake, Mfilisti mzima kujiunga pamoja naye katika conversation, wakaanza michezo pale. Hivi wewe nikitaka kukuweza itakuwaje? Akamdanganya hivi, akamdanganya vile, akamdanganya hivi, akamdanganya vile. Alafu ndio tunafikia hapo, akamwambia ikawa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi. Umeenda kuudhiwa, umeenda kufanya nini? Unaudhiwa sasa. Roho yake ikadhikika hata kufa Samsoni huyu. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia wembe hawakupita juu ya kichwa changu kama, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu nikinyolewa, ndipo nguvu zangu zinanitoka na nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wengine. Hiyo sehemu ya mwisho ni nzuri sana kuielewa. Nitakuwa kama wanadamu wengine. Ina maana kwamba Samsoni hakuwa kama binadamu wengine. Alikuwa mnadhiri wa Mungu. Mtu anapookoka anakuwa ni mnadhiri wa Mungu. Anapewa jina la kuwa takatifu kwa neema, anakuwa mtakatifu, anakuwa mwenye hekima, anakuwa na macho ya rohoni, anaanza kuwa na mitazamo ya kiungu, anakuwa na roho ya Kristo ndani yake. Hawezi kuwa kama binadamu wengine, na anayesababisha hivyo ni Roho Mtakatifu anayokuwa katika maisha yetu. Siku moja Sauli alikuwa kutafuta wale punda, anaikawa wakati wake kuweza kuteuliwa, akaenda kwa Samueli na akaanza kuzungumza naye. Akamwambia kwamba utakapotoka hapa, alienda kwa yule unamjua, alienda kwake kwa sababu ni msemo wa Biblia. Akamwambia kwamba ukienda pale kwanza utakutana na watu wanaotabiri. Halafu Roho wa Bwana atakuja juu yako na wewe utatabiri, na ndipo utakapogeuzwa kuwa mtu mwingine. Hapo awali Sauli alikuwa mtu wa kawaida, lakini sasa anageuzwa kuwa mtu mwingine. Hapo tunaona habari ya Samsoni anapokiri ya kwamba nikikubali vilishungi vikienda ninageuzwa kuwa watu wa kawaida. Ili kumbe ukiokoka wewe sio mtu wa kawaida, mambo yanakuwa tofauti. Sasa inakupasa wewe kuenenda kulingana na mabadiliko yake. Hao ni watu watatu ambao tumeona walianza vizuri. Tumeona Nuhu alikuwa na fursa ya kutengeneza ulimwengu vizuri, lakini akaharibu pale mbele, mwisho wake haukuwa mzuri. Tumeona Sulemani vile vile alipewa yote aliyohitaji, na baada mtukuze nayo Mungu yakaharibika pale mbele. Samsoni vile vile ikafanyika hivyo hivyo. Jambo moja ambalo tunastahili kujifunza kama Ecclesiastes inavyotuambia, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Huwezi kuendelea kuyategemea mambo yaliyopita. Mungu anaangalia mwisho wako. Na unaweza ukaanza vizuri lakini ukamalizia vibaya. Umepewa neema ya kuokoka, ishi nao, songa mbele. Inaweza kuwa katika ujana wako ulifanya mambo mengi sana ya mazuri tu. Nasema tulikuwa tunaenda mikutano hii, tulikuwa tunakesha, tulikuwa tunaimba, na ukabaki na hizo sifa. Lakini hiyo ilikuwa ni mwanzo wako. Kinachoangaliwa sio yaliyopita. Angalia vile Paulo anasema katika 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Tuone pale anaposema huyu ndugu yetu. Anasema nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Anachokizungumzia ni kuhusu kumaliza mwendo, sio kuanza, ni kumaliza mwendo. Philippians chapter 3 verse 13 to 14, wa Filipi 3:13 na 14. Kuna kitu Paulo pia anazungumza.
Anasema hivi, ndugu zangu au ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikie mbele ya thawabu na mto mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Sasa unaona anapozungumza Paulo, wewe unamsifia, rudi pale kwenye mstari ule uliosoma 30. Anasema, ndugu, usidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. Sawa, mimi Paulo mkitazama wasema Apostle Paul, jamani huyu hata nguo zake zinaponya wagonjwa, huyu anafanya hivi, huyu alifufua Yutiko, huyu alifanya. Ni sawa, mimi Paulo niliyafanya, lakini kwangu mimi na yasahau yaliyo nyuma, yawe ni mazuri yawe ni mabaya, na yasahau, kwa sababu kitakachonisaidia ni mwisho wa safari yangu. Haleluya! Ni mwisho ndio unaangaliwa, kwa sababu you cannot rely on the past glory. Yale yaliyotenda yaliyopita yanaweza kuharibiwa hapo kimalizia tu. Unaweza kukimbia kama wakati ule tulikuwa tunakimbia raundi 24, na ile ndio mimi nilikuwa nakimbia. Hata Biblia inaongea juu ya kupewa thawabu. Wale wanaopewa thawabu ni wale wanaocheza kulingana na kanuni iliyowekwa. Sasa ndio hiyo niliyokimbia ilikuwa kidogo si kukimbia kama vile unafikiria, kwa sababu kuna vile unaweza kimbia vibaya ukatolewa. So unafikiria umezunguka raundi 24, ilikuwa inaitwa walking race. Umejitahidi 24 rounds. Umezunguka raundi 24, alafu kunalia nini? Kipenga ya kwamba imebaki raundi moja. Alafu unasimuka, miguu yako inatatizika, unakimbia, alafu anakuja mwenye anakwambia wewe toka. Ndio inakuwa namna hiyo. Sasa unaona umechoka raundi 23, lakini kwa sababu ya kutokuwa makini umesisimuka, umekuwa overexcited, unaona ni obvious, ukaachia, ukakosa umakini, unaambiwa toka. Unashangaa hiyo 23 laps uliosifiwa, ukapigia vigelegele, ukashangiliwa kampale, unashangiliwa. Halafu kifika ya tatu kipenga kimekutia wazimu, miguu imesaulika, imeanza kwenda visivyo, unaambiwa toka. Utaenda kinyonge tu. Enda kinyonge, unahesabu kutoka huku. Na wakati huo ulikuwa ukimaliza hivi, unasikia harufu ya damu. Wale wanakimbia mbio ndefu, unasikia harufu ya damu kabisa. Na wakati huo ndio unakutana na glucose. Ukimumunya hivi unasikia. Sasa 23 laps umezipiga, alafu karibu mama. Hiyo safari ya Ukristo ilivyo. Uwe makini. Usije ukaelekea hapo mbele ukijua mimi najulikana ni nabii wa Mungu bwana. Mimi najulikana bwana, mimi nina hekima sana. Ukaachilia. Heri mwisho kuliko mwanzo wa jambo. Anasema Paulo, pamoja na sifa nilizonazo na ninajulikana, siangalie hayo. Nilifanya makuu, lakini nikicheza hapa huenda sinisaidie. Nilifanya makubwa, lakini nikimesi hapa huenda yasinisaidie. Na wale ambao wamenuna, wewe nikusaidie na labda unaweza kupata nafasi ya kutoa jino. Kuna bwana mmoja inasemekana alikuwa hana mikono na alikuwa ametumbukia kwa shimo. Sasa alipokuwa ametumbukia kwa shimo, akapiga nduru na mdomo wake na kwamba jamani, msaada. Kwa hiyo pakapita welisha mmoja, akaona kuna mtu hapa jamani, nataka nimtoe. Sasa akasema nataka nitumbukize kamba ili niweze kumtoa. Lakini alipotumbukiza na hana mikono atashika na nini? Akamwambia sasa utabidi ushike kwa huo mdomo ulionao, ushike kwa meno nikutoe. Na akaambiwa sasa kwamba masharti ni moja, kukutoa nitakutoa. Unanielewa? Inshallah watu wengine. Sasa akaambiwa masharti moja, usicheke. Na kuangushia hiyo ushike, usicheke.
akakubali. Akashika ile kamba kwa meno, akavutwa. Asante baba. Akavutwa. Mwenzi alikuwa kule ndani gizani. Akavutwa mpaka jamani akaona nje, ninatoka. Akacheka. Alipocheka ile kamba ikaachia. Maana isahau ni meno yameshika. Kwa hiyo sasa kwa kusisimka kule akacheka, akarudi chini. Uangalifu ule ustahili kuwa nao kumwanzo pale. Tembea nao hivyo mpaka uhakikishe umekamata ile mbele. Paulo anasema ya kwamba ni kweli mimi mnanisifia, nimefanya mambo makubwa, ila mimi jambo moja ninafanya. Kulingana na safari ninayoielewa, ninaweza kufanya blanda hapa nilivyo, nimebakisha kidogo, nikaharibu kila kitu. Kwa hiyo nasema, ndugu, sijadhani nafsi yangu ya kwamba nimekwisha kufika, kama bado sijafika. Mpaka nifike ndio nijue kweli nimefika. Wanasema it is not over until when it is over. Hallelujah. Amen. Dunia kwanza, weka umakini katika safari. Kumbe kuna mwisho unaangaliwa sana, sio mwanzo tu. Anza na neema, tunza safari, umalizie vyema. Nianze safari, nitunze safari, nimalizie vizuri. Sifa za jana haziwezi kunisaidia. Ndugu yetu amesema, na tena neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma. Yale kwanza siangalii. Yale yalipo utukufu kushangiliwa, imepita hiyo. Naangalia mbele. Haleluya. Amen. Kwa wale ambao ni wahubiri na watumishi wanaelewa hiyo. Kuna kitu kinaitwa malipizi, hasira za shetani, hasira za adui. Unaenda unafanya mkutano very successful crusade, na mambo yanakuwa mazuri kabisa, Mungu anatembea, mambo yanakwenda vizuri, na unasikia raha unaporudi. Umesahau ya kwamba uko vitani, na pale ulipopiga makombora sana na kuwashinda wale, huwa wanaenda kufanya vikao na kuulizana, tumeshindiwa wapi? Majeraha haya tumepata, hasara hii tumepata, tumeshindiwa wapi? Sawa, unaanza mkutano wako, unarudi unalala fwa, nilimaliza, niliendelea vizuri. Basi adui anakuja mzima, na wakati mwingine unaanza kukutana na matatizo, unaanza kukutana na vikwazo, unaashindwa. Mbona nimetoka mkutano vizuri? Nina homa hii, nina ugonjwa huu. Mbona nimetoka mkutano vizuri? Very successful crusade. Mbona mtoto wangu ni mgonjwa? Mbona hii limetokea? Ni kwa sababu uko vitani, unasonga mbele. Ukilala kwa sababu ya jana, kesho mambo yatakuwa mabaya, kwa sababu adui uko vitani naye na anakusumbua siku zote. Kwa hiyo nabii anasema, mimi nakaza mwendo. Paulo anasema nakaza mwendo. Ni kweli nimefanya makubwa, sasa mtulie niseme hiyo nimefanya Bwana, sio kidogo, wacha ngale. Ukimkuta Paulo akikazana, anaona anafanya nikana kwamba hakuna kitu alifanya jana. Maana anajua hii iliyobakia nikitunza vizuri itapatia uthamani yale yaliyopita. Haleluya. Itapatia value yale yaliyopita. Yanakuwa na value kwa sababu tuna thawabu. Tuna thawabu kwa ajili ya yale tunayofanya, tutakuja kulipwa. Lakini kuna sehemu nasema usichoke kutenda mema, utalipwa. Hapo mwisho usipozimia roho. Ina maana kwamba unaweza kutenda mema kuanzia Januari mpaka mwezi wa 10. Mema mengi tu. Lakini ukifikia hapo ukaingia na roho ya kukata tamaa, hata hivyo nimefanya jamani. Unaendelea, unalima unacheki nyuma, sema nimelima kuanzia pale, nimefanya kazi. Umesahau kwamba Yesu anasema mtu yeyote anaanza kulima akaangalia nyuma hafai tena kwa ufalme. Yaani kumbe ninaweza kuja vizuri nikaharibia nikimalizia. Hii inaelewa kweli? Haleluya. Kwa hiyo kuna uangalifu mkubwa. Hao ndugu zetu waliotolea mfano hapa ni kama sisi. Umepewa neema na umefanya mengi mpaka hapo ulipofika. Kweli umefanya,
lakini usipokuwa mwangalifu utapoteza kila kitu. Walipoteza mengi wale ambao mambo yameharibikia. Wakifanya nini? Wakikosa kutunza hali zao za mwisho kumalizia. Wagalatia 3:3 tunaielewa, inaongea juu ya Wagalatia kuambiwa na Paulo kwamba kwa nini wamekuwa wajinga. Galatia 3:3, kwa nini mmekuwa wajinga hivi mpaka mlianza kwa roho na sasa mnamalizia kwa mwili? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Ili kumbe Mungu anajali sana kuhusu kukamilisha kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anaangalia mwisho utamalizaje. Kimbia yako yote, tunaangalia utafika utepeni kwa nidhamu ya iliyofika. Kwa hiyo wewe usifike utepeni usipokuwa mwangalifu. Unakuwa mwangalifu katika safari. Mwingine ni baba yetu ambaye naye alisababishwa. Inaumiza kiasi. Ila uzuri aliingia mbinguni. Hata nilimuona alikuja pamoja na watu wengine watatu, wakati walikuwa mbinguni. Wewe ulimuona yule Musa? Ulimuona alikuja na wale wengine wawili pale kwenye mlima wa Ugeuku, umeshasahau? Alikuja pale kwa Musa aliingia mbinguni. Sasa amesafiri pamoja na Mungu. Mungu amemwambia apige mwamba. Kapiga ukatoa maji mara kwanza, akaendelea vizuri. Na wale watu wakawa wanamkosesha, wanamtatiza, akawa na hasira siku moja, anasema wataka niwatolee maji kwenye mwamba. Akapiga na hakusahili kupiga. Alisahili kuongelesha, mambo yakaharibika, akamwambia njoo. Akamwambia sasa unaona njoo pale, lakini hutaingia. Yaani huyu bwana alitoka vizuri Misri. Na mpango wa Mungu ni awatoe kwenye nchi ya ahadi na kwenye nchi ya utumwa awaingize kwenye nchi ya ahadi. Lakini hapa njiani mambo yakaharibika, na hakuweza kuingia kule, hakumalizia vizuri. Kinachohitajika ni umakini mkubwa. Wewe ambaye umeokoka, usisifie watu kile uliwahi fanya. Hapana, songa mbele. Kama umetoa leo, umetoa juzi, acha kusifia watu ulichofanya. Mwenzetu anasema na yasahau, naendelea kutoa. Maana kuna vile unaweza kutoa ukaharibu. Yesu alisema na kutoa kwenu kusilo kwa sababu unataka kuonekana na watu. Ukatoa sana ukiwa umenyamaza, ukatoa tena ukiwa umenyamaza, zinakusanyika tu. Alafu ukasisimuka kama yule bwana wa kufungua meno. Ukasimama na ukaanza. Wakati nataka kuatia moyo. Kutoa wakati ni vizuri. Mkiniona hivi kwa sababu ya kutoa. Wangapi wanaamini ile kazi kwa nini nilijenga? Mimi nilijenga. Haleluya. Nipatia moyo tu. Ilikuwa imewekwa akiba upate thawabu imemwagika hiyo. Haleluya. Nipatia tu moyo kwa kutoa kumenitoa mbali wapi? Kumenitoa mbali. Wangapi wanafika gari ya soka na tembelea magurudumu ni mimi wananua kila mwaka. Wangapi wanachukua? Imenitoa mbali. Haleluya. Kutoa kunasaidia. Ile ndio mwagika magurudumu ulikuwa umekuwa mbinguni shamwagika hiyo. Unakaa haleluya. Wangapi wanaona ile nguvu ya mchungaji? Nani anajua nani ameweka? Haleluya. Nataka tu siku bala kisifu. Nataka tu niwaeleze jinsi ambavyo kutoa kunatoa watu mbali. Wapenda nilikuwa chini. Lakini katika ndani ya moyo wangu ile roofing ya mchungaji alipojenga katika pale Kenya nikamwelezea haleluya. Nikamwambia baba usinisikie. Nikaweka. Ukaiweka. Mungu alikuwa amejua kwamba huyu nimeweka mzigo ndani ya moyo wake kwa kusudi nimbariki. Na Yesu alisema ukishapigiwa makofi hivyo ndio thawabu kule inafutwa. Yaani kwa kule. Sasa unakaa kwa mwenzio. Unakisogeza mbinguni pale. Ukijua kwamba nilinunua gari thawabu. Nilijenga hii thawabu hiyo. Nilifanya hii thawabu hiyo. Lakini kweli kuwepo, lakini kumbe mwisho wa safari ilimwaga kila kitu kwa sababu hukufunga mdomo. Haleluya. Kwa hiyo ukaharibu ulichokifanya kwa muda mrefu kwa sababu hukuweka lijamu kwenye mdomo wako. Ndivyo tulivyo wa Pentekoste. Wanaweza kupoteza thawabu nyingi kwa sababu ya kutaka wajulikane. Wakifikiri ndio hivyo
wanatia wengine moyo, lakini wanasawa aliponalo kuambia umefanya kuwa makini, mambo yanaweza kuharibikia. Ukajipata unaenda kuingizwa mahali ambapo huamini ni kwako. Yaani hapa ndio unaniingiza, ndio umepata neema kwamba ndipo umefika, lakini tatizo tu ni kupeleke kwako. Unaona sasa ndio wao na hii inayofuata ni yangu napita. Sio hii niaje unafikiri sio hii opportunity unakaa unafika kwa ile tena kubwa hii unafika obla. What do you mean? Unapita tu kwenye mashine nyingine ni kubwa sana lakini ile ndio pale naiona unafika tena unapita mpaka unapita nyumba zote unaelekea mahali ambapo kuna vitu vinaanza kuna vitu vileweki unaendelea kwenda unafikiri tutapita hapa tuje nyumba zingine. Unaweza sasa kupunguza naomba ukiuke uangalie. Unaangalia unaona kuna kinyumba hapa cha ajabu. Unaona basi hapa ndio kwako. Ukisema what isaidii. Sema what sababu zote. Lakini tatizo ni kwamba ulikuwa unakuja vizuri. Yaani ulikuwa unakuja vizuri tu na siku zinapokelewa. Ulikuwa uwe na nyumba nzuri ndio nikueleze. Yaani hapa ulikuwa uwe mahali pazuri sana. Unaona kote umepita hakuna mtu alikuwa na nyumba kama yako. Lakini na mimi hivyo maana wao kweli kwa sababu mbele nimefanya kile kitu hii. Malaika Bwana tukumtania. Nani ndio nakuleta. Nakuleta. Ulileta kuna Mungu akatuni mfanya hii na kilio huko. Ilipokelewa. Safari yako ikawa vizuri, ulianza vizuri. Ulipofika robo 3 ukafanyika kama yule bwana Nuhu, amelima zabibu zikakubali. Akasema tunaweza kutengenezea moyo hapa, akaingilia kitu. Wakapoa ndio tena mambo yamebadilika. Kumbe unaweza kuloa na baraka mpaka ukaharibikiwa. Sasa unakuwa makini. Wangapi wanapata baraka zao hapa madhabahu kwa unyenyekevu wote. Unamlilia Mungu, maombi, monigoni hukosekani kitangazwa. Ikirikisha hukosekani. Ikiwa ni matoleo gani huko? Mpaka Mungu anakukumbuka katika madhabahu haya, unaombewa na baraka unapewa neema. Sasa endelea. Ukitoka sasa ule moto unapungua ibada. Inakuwa tena hatukukupata, hakukukuona, haukuja. Ndio mchungaji. Bwana ni Mungu atusaidie. Pastor ni Mungu atusaidie. Msije kuniombea tu. Sije kuombea sio ukabarikiwa ukapata. Na unaendelea vizuri hiyo. Hata watoto wangu nilikutoa public, sasa hivi niliwapeleka si wapi. Sasa hata kule mpaka uliniacha siko pale sisi ninajenga kule. Mama endelea vizuri kile kigari ilikuwa nasema hata mchungaji. Hizo hata niliacha huko na mafuta yake. Siku zinatembelea hii. Kwa ibada kukupati, ni kweli mchungaji. Sasa kutombea tu. Majukumu mchungaji. Majukumu mchungaji. Lazima nitembelee mtoto niliwacha. Kuna wafanyakazi lazima sipokuwa karibu. Kazi itaharibika. Unajua kazi ni mtu mwenyewe. Wakati mwingine hata wafanyakazi kazi itaharibika mchungaji. Kazi ni mtu mwenyewe. Kazi ni mwenyewe. Kupata mtu mwaminifu mchungaji sio rahisi. Sasa mpaka ni pale mwenyewe mchungaji. Lakini msije kutombea. Lakini na vizuri katika Bwana. Kweli. Ni vizuri. Bado niko katika uzima na tumaini la Bwana. Nitamwona uzima, nitakuwa wa kwanza kumlaki. Wanasema nitakuwa wa kwanza Bwana nitamjua. Na anasema nataka jambo moja ninataka niwe wa kwanza. Sasa wewe unataka kuwa wa kwanza kwa design hiyo. Wale wanakuwa wa kwanza wanakuwa hivi. Wewe Mungu unataka kuwa wa kwanza na huku hauko wa kwanza. Sasa kwa ufupi kile ambacho Mungu anatuzungumzia siku ya leo ya kwamba yuko willing kila wakati kutusikia na kutupatia mtaji wa maisha. Chukua sasa, jiendeleze. Chukua ndio hii. Yaani Nuhu amepewa mtaji wa maisha. Nuhu, dunia ndio hii. Hakuna Uislamu, hakuna mashetani, hakuna madhabahu yoyote. Dunia nimekupa sawa.
wote mmeharibu madhabahu ya kila kitu chini. Sasa dunia ndio hiyo, ni wewe. Mungu akwenda bali na wengineo ndio wengineo. Nikipewa fursa ya kukimbia mbio yangu, nikimbie pasipo kuangalia nyuma mpaka niguse utepe, ndio nijue nimefaulu. Usianze kuangalia nyuma na kucheza kupiga story, kwa sababu najua bila shaka mimi wa kwanza ni kawaida Kenya, mimi ni Mkenya na Amerikana. Kenya sisi watu tunachukua hivi. Hujui wale nziro mazoezi wanapiga kwa ajili ya huyo Mkenya kumwangusha, wewe hujui. Ukwako tu umeanza kidogo au nadhani ishawaacha hiyo anaanza kucheza. Kuna mtu anakuja anasema Mkenya leo naangusha. And before you know it, wakati unaangalia kando, yeye amefocus. Unakuja muona mbele yako, ukijitahidi mambo yanaharibika. Ndivyo alipofanya ndugu yetu Samson. Akachezea hivyo, kishungi kikaenda. Na akamwambia kwa Filisto anakuja. Akajaribu kujiinua, lakini mambo yameshaharibika. Tuwe makini tutakapomalizia. Tuwe na muda mzuri wakati huu kumwambia Baba, tunakushukuru umetupa neema ya kwanza. Tusaidie Bwana kutembea pamoja na wewe. Tusiharibu safari. Mwambie jirani yako usiharibu safari. Haleluya. Na mwambie Mungu nisaidie nisiharibu safari. Paulo anakuwa makini. Hataki mambo mengi. Hataki sifa za watu. Kusifiwa Paulo jana unajua ulifanya jambo moja nafanya. Yanopita yapite. Mimi ninaangalia nimebaki kidogo tu. Nisije niharibu mambo. Nataka tuinuke sote. Na tuwe na muda mzuri wa kuongea na Bwana. Unajielewa wewe. Kuna utepe unastahili kufikia. Kuna utepe unastahili kufikia. Na unaweza kukosa utepe usipokuwa makini. Bwana tutusaidie. Naomba wale waimbaji tulikuwa nao waje watuongoze katika wimbo ambao unatuelekeza hivyo, ili tunyenyekee mbele za Bwana.